Agosti 9 ya mwaka wa 2026, tukiendelea na mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi mwaka huu. Kumbuka mwaka huu tunajifunza kutoka katika kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White, Baba Yetu Anajali, sehemu ya pili. Tuombe. Baba mwema uishie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, tukileta haja zetu mbalimbali miguuni pako, tukiamini kwamba kwa kukuamini na kujitoa kwako, wewe utatusikia na kupokea maombi yetu. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Haja zetu za kimwili na kiroho kadri ya kila mmoja anavyozileta kwako, ukazisikie na ukatujibu sawasawa na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe kwa sababu utafanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema kutuvuta kwa Mungu. Yeremia 31 aya 3 imeandikwa, Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Bwana wa uzima na utukufu aliuvalisha uungu wake na ubinadamu ili apate kumwonyesha mwanadamu kwamba Mungu kupitia katika zawadi ya Kristo ametuunganisha naye. Pasipo muunganiko na Mungu hakuna mtu awezaye kuwa na furaha. Mwanadamu aliyeanguka anapaswa kuelewa kwamba Baba yetu wa mbinguni hawezi kuridhika hadi pale upendo wake unapomkumbatia mwenye dhambi anayetubu, aliyebadilishwa kupitia kwa stahili ya mwana-kondoo wa Mungu asiye na doa. Kazi ya malaika wote wa mbinguni ni kulifikia kusudi hili. Kwa amri ya amiri jeshi wao, wanapaswa kufanya kazi kwa ajili ya kuwakomboa wale ambao kwa sababu ya dhambi wamejitenga na Baba yao wa mbinguni. Mpango umetengenezwa ambapo neema ya ajabu na upendo wa Kristo utadhihirishwa kwa ulimwengu. Katika thamani isiyopimika iliyolipwa na mwana wa Mungu ili kumkomboa mwanadamu, upendo wa Mungu umedhihirishwa. Mpango huu mtukufu wa ukombozi una majaliwa tele ya kutosha kuokoa ulimwengu wote. Mwanadamu mwenye dhambi na aliyeanguka anaweza kukamilishwa ndani ya Yesu kupitia katika kusamehewa dhambi na haki ya Kristo inayohesabiwa kwake. Katika matendo yote ya neema aliyoyafanya Yesu, alitafuta kutia moyoni mwa watu sifa za Mungu za ukarimu kama wa mzazi. Yesu angetaka tupate kuuelewa upendo wa Baba, naye anatafuta kutuvuta kwake kwa kuwasilisha neema yake kama ya mzazi. Angetaka uwanja wote wa kuona kwetu ujazwe na ukamilifu wa tabia ya Mungu. Ilikuwa tu kwa kuishi miongoni mwa watu ndipo angeweza kudhihirisha neema, huruma na upendo wa Baba yake wa mbinguni. Kwa kuwa ilikuwa ni kwa matendo ya ukarimu tu ndipo angeweza kuweka wazi neema ya Mungu. Kristo alikuja kudhihirisha upendo wa Mungu kwa ulimwengu, kuvuta mioyo ya watu wote kwake mwenyewe. Hatua ya kwanza kuelekea katika wokovu ni kuitikia kuvuta huku kwa upendo wa Kristo, ili kwamba watu waweze kuelewa furaha na msamaha, amani ya Mungu. Kristo anawavuta kupitia udhihirisho wa upendo wake. Ikiwa wataitikia kuvuta kwake huku, wakisalimisha mioyo yao kwa neema yake, atawaongoza hatua kwa hatua kufikia maarifa kamili juu yake yeye mwenyewe, na huo ndio uzima wa milele. Leo ni Agosti 9, mada ikisema kutuvuta kwa Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye
hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, twajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.